Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo namshukuru Bwana kwa sababu ya kutupa fursa na wakati mwingine wa kuweza kujumuika pamoja kwenye TV hii 47. Na naamini ya kwamba vipindi ambavyo vimepita najua umebarikiwa, na TV hii imekuwa ni ya baraka si kwetu tu bali pia kwa wale ambao wapo pamoja nasi. Na ningependa nichukue fursa hii niweze kushare pamoja nawe neno la Bwana. Na naenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 2 mstari wake ni wa 36. Na maudhui yangu ama kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni kukata minyororo ya limitation. Ni kuondoa minyororo ambayo inatuzuia kusonga mbele, ni kukata minyororo ambayo inatuzuia kufika mahali ambapo Mungu angetaka tufike. So ninasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 2 mstari wake wa 36. Maandiko inasema hivi: tena mfalme akatuma watu akamuita Shimei, akamwambia, ujijengee nyumba humu Yerusalemu, ukae ndani yake, wala usitoke humu kwenda mahali popote. Mstari 37 inasema, kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito Kidoni, ujue hakika ya kwamba kufa utakufa, damu yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe. Tuamini na tuombe. Baba, ni asanti, nimesimama kama mtumishi wako ili kuachilia neno lako. Naomba ukaondoe yangu, tia yako, ili wanao wakabarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Nimesema tunavunja nguvu za minyororo ambao ni ya kutuvuta nyuma asubuhi hii ya leo. Na nimeweza kusoma story ya jamaa ambaye anaitwa Shimei. Shimei alikuwa ni mmoja wa wenyeji ambao walikuwa chini ya mfalme ama ufalme wa Daudi. Na Shimei ilifika wakati fulani ambapo akamtusi na kamlaani mfalme, kanena mambo ambayo yalimdhihaki, ambayo yalimvunja moyo, ambayo yalikuwa yakizungumza kinyume cha mfalme, na mfalme alighadhabika. Mahali ambapo tumesoma mfalme Daudi amemaliza tamu zake za uongozi, amezeeka, amepigwa na uzee, na akawa anaondoka na akamwachia mwanawe Suleimani utawala na uongozi. Na alipokuwa akiondoka kiacha tamu za uongozi kwa mwanawe Suleimani, yeye akaanza kukumbuka watu ambao walimtendea wema, na akawa anataja kwa majina yao. Unaposoma pale chini utapata. Na mahali ambapo tumesoma ni mmoja wa watu ambao waliweza kumfanya mfalme akaishi maisha ya uchungu kwa muda wote ambao walikuwepo. Na kwa sababu hakupata nafasi ya kurevenge kile ambacho angetaka kufanya kwa ajili ya Shimei, akamwambia mwanawe Suleimani, ukumbuke huyu Shimei alifanya ABCD. Na ikawa Suleimani alipomuita Shimei akampatia amri ama akamfungia kamba ambayo ni kamba fupi sana. Leo inawezekana ya kwamba kuna makosa ambayo ulifanya ama kuna makosa ambayo ilifanywa, na haya makosa ambayo yalifanywa ama makosa haya ambayo ulifanya imefanya umefungiwa kamba mfupi. Hauwezi ukatoka hapa kwenda pale kimaisha, hauwezi ukafanya mambo vile ambavyo ungetaka ifanyike, ama hauwezi ukafanya vile wenzako wanafanya. Kuna watu ambao mlikuwa nao shuleni, mmesoma, pengine mmepursue the same course, wao wameinuliwa, wewe unajaribu kufanya hili, haiwezekani kwa sababu mguuni kwako kumefungwa kamba ambayo ni fupi. Wewe asubuhi ya leo ninaomba tu kaweza kushikilia pamoja nami katika neno hili, maana ninajua Mungu ambaye tunamwabudu, Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Shimei akafungiwa kamba fupi, akaambiwa the only way Shimei utasurvive ni kukaa ndani ya Yerusalemu, na siku ambayo utatoka nje ya Yerusalemu Shimei hakika utakufa. So Shimei aliishi pale Jerusalem, na hakika Yerusalemu ni ukweli wa hakika ya kwamba ni mji ambao una kila kitu. Lakini ilifika mahali ambapo Shimei alichoka kuishi Yerusalemu. Wewe inawezekana ya kwamba umechoka kuishi katika hali ambazo unaishi ndani, na hii kama ambayo umefungwa, pengine wewe haukufanya kosa. Inawezekana tu makosa yalifanywa na mababu, na inawezekana makosa yalifanywa na waliokutangulia, inawezekana makosa yalifanywa na watu ambao ni wa ukoo wenu, na imefanya jamii nzima umefungiwa ukanda mfupi, hamwezi mkavuka kutoka hapa kwenda ng'ambo ile nyingine. Ni kwa sababu ya makosa ambayo alifanywa Shimei. Hakika kuna vitu alifanya na zikamghadhabisha mfalme, na kwa sababu alifanya makosa ambayo aliyafanya inastahili adhibiwe. Na kila wakati ambapo tunafanya makosa ni wazi, hata kwenye sheria ya nchi, unapofanya makosa unafaa ufanye nini? Uadhibiwe.
Wengine tumefanya makosa ambayo adhabu yake hata inafaa iwe kifo, lakini kwa sababu ya Yesu msalabani, wewe tunatembea tukiwa watu huru. Kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani, tunatembea tukiwa watu ambao mabega yako juu, na tunafanya vitu ambavyo pengine wale ambao walitutangulia hawangekusudia kwamba tutayafanya. Na asubuhi ya leo, wewe ambao unanisikiza asubuhi ya leo, msikizaji wangu, naomba tu ya kwamba ukaweze kutembea nami katika safari hii, ili tukaweza kukata hizo limitation ambazo zinakuzuia kufika mahali ambapo masomo yako yangeweza kukufikia. Hizo limitation ambazo zinakuzuia kufika mahali ambapo ulikusudia ufike. Hizo limitation ambazo zinakufanya usione vile vitu ambavyo wenzako wanaviona. Wewe, kuna watu ambao wanapitia changamoto na hali za hapa na pale ni kwa sababu ya kamba ambazo wamefungwa miguuni. Kunaye mtu ambaye aliwahi kuja wakati fulani pale kanisani, na akawa akitupatia historia fupi kuhusiana na maisha yake. Kawa anatuambia kuna wakati ambapo nyanya yake ambaye alimzaa baba alikuwa aolewe na mtu ambaye alikuwa ni mganga, na yule nyanya kwa sababu alikuwa anamjua huyu mganga, wakati huo alikuwa msichana, akakataa na akasema sitaolewa na huyu mganga because ninajua kile ambacho ninataka maishani. Alipokataa kuolewa na yule mganga alighadhabika sana na akasema nitaona mahali ambapo utaenda na familia yako. Na kutoka pale watoto wa huyu mama ambao ni mama ya huyu ambaye alikuwa akituhadithia hii story, wewe akawa wamefungiwa, maisha yao ikawa haisongi. Wanapofanya bidii, the more unang'ang'ana ndio the more mambo inakuwa mbaya zaidi. Ni kwa sababu eti nyanya yako alikataa kuolewa na mganga. Inawezekana wale ambao walituzaa kuna makosa ambayo walifanya ambayo inafaa waadhibiwe. Wengine wanaadhibiwa kwa makosa ambayo haifai hata adhabu, because wanadamu hawana wema, hawana utu. Yani kwa sababu tu mtu alikataa kuolewa na mganga, inafanya jamii nzima, wajukuu na vitukuu wapitie taabu. Inawezekana ya kwamba umefungwa kwa sababu ya makosa ambayo nyanya alifanya. Inawezekana ufaulu kwa sababu ya makosa ambayo wajomba walifanya. Inawezekana ufaulu kwa sababu ya vitu ambavyo vilifanywa na watu wa ukoo. Inawezekana ufaulu maishani kwa sababu ya vitu ambavyo vilifanyika ama vilisemwa na walio hai na wengine hata walikufa. Inawezekana ya kwamba kunayo kamba ambayo imefunga familia na jamii yenu. Hamwezi mkafaulu maishani kwa sababu ya mtu alizungumza neno. Asubuhi ya leo nimekuja na neno jipya masikioni pako. Kunaye mmoja ambaye anaweza kukata minyororo ambayo tunaiona, mengine hata ionekani. Unapokuangalia wewe ni msomi, una mabarua na kila kitu ambacho kinafaa wewe ukifanya kazi. Inawezekana umepata kazi na kazi hii haikusaidii kwa sababu ya maneno ambayo yalitamkwa. Imekufungia kamba kama Shimei. Shimei hakuwa anaruhusiwa kutoka nje ya Yerusalemu, na wewe umefungiwa kamba, huwezi kutoka nje ya mahali ambapo upo. Huwezi ukasimamisha gari lako pale nje, huwezi ukajinunulia ploti licha ya kwamba una kazi na mapato mazuri, huwezi ukajipatia mke na watoto wazuri. Ni kwa sababu kuna maneno yalizungumzwa kwa makosa ambayo ulifanya. Kwa hiyo Shimei akawekewa kamba fupi, akaambiwa siku utatoka nje ya Yerusalemu hakika Shimei utakufa. Ni kwa sababu ya makosa ambayo aliyafanya. Kwa hiyo kuna Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, pale msalabani alitubebea yote, alifanyika laana ili tuwe huru, akabeba magonjwa yote ili sisi tupone. Hauruhusiwi ama haufai kuwa katika hali ya kutokuendelea ni kwa sababu ya maneno yaliyotamkwa na mababu. Haiwezekani ukae katika hali ya kusononeka ni kwa sababu ya vitu ambavyo vilifanywa na watu ambao walikutangulia. So asubuhi ya leo nataka ninene pamoja nawe, wewe ambaye unajua maisha yako vile ambavyo inaenda, kiatu wewe unajua mahali ambapo kinakufinyia. Nataka tu uinue imani yako asubuhi ya leo ya kwamba hizo kamba zote zinaenda kukatika katika jina la Yesu. Walizofunga wachawi, walizofunga waganga, waliofunga wenye wivu, waliofunga wasiokutakia mema, waliofunga kwa sababu ya makosa ambayo ulifanya, waliofunga kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na watu wa ukoo, yaliyofungwa kwa sababu ya vitu ambavyo wewe hauvijui, kwa sababu vingine hata tujui ni kwa nini tunaishi maisha ambayo tunaishi. Wewe kuna sheria ambazo zimewekwa, zingine za kichawi, ya kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi hautafaulu. Leo pengine umefanya kwa sababu ya kutokujua, ama unajua tu unataka kuona nini ambayo itafanyika na imesambaratisha maisha yako. Kuna watu ambao nimekutana nao wana madigrii, wamesoma, wana vyeti vya ajabu, lakini maisha yao haisongi mbele. Ni kwa sababu wamefungwa kamba fupi kwenye miguu yao kama alivyofungwa Shimei. Na asubuhi ya leo Bwana amenipa upanga ya kukatakata kila kamba ambazo zimewafunga watoto wa Mungu ili wasiendelee. Amenipa uwezo na mamlaka Bwana, kwa jina la Yesu naenda kukatakata kila kamba ambazo zimewafunga watoto wa Mungu wasiendelee, wasisonge mbele kimaisha. Kazi ambayo mnaifanya italete manufaa, italete mazao kwa familia. Wale watu watashangaa kama vile ambavyo Mungu anaenda kufanya asubuhi ya leo. Nataka uinue imani yako pamoja nami asubuhi ya leo. Kataa kubaki sawa, kataa
kawaida kwenye maisha yako. Kataa kutembea kama vile waliokutangulia walivyotembea. Kataa kuishi katika maisha ya umasikini, because Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Yesu akafanyika laana ili tutembee bila laana. Yesu akapitia mateso pale msalabani ili sisi tuweze kufunguliwa. So asubuhi ya leo nimekuja na Yesu, nimekuja na damu ya Yesu, nimekuja na jina la Yesu, nimekuja na msalaba ya Yesu iliyo na uwezo na mamlaka. Naomba tu kaweze kuamini pamoja nami ya kwamba hiyo kazi ambayo umekuwa ukiitamani unaenda kuifanya kwa jina la Yesu. Haijalishi walisema nini ulipokuwa ukisoma, haijalishi walifanya nini ulipokuwa ukienda chuo kikuu, haijalishi walifanya nini ulipokuwa ukitoka kwenu nyumbani, haijalishi waliongea nini. Ni kwa sababu Yesu ana nguvu na uwezo na mamlaka ya kuondoa kila kizuizi ambacho kimewekwa na wanadamu walio hai na walio kufa. Ana uwezo Yesu ya kubomoa kila minara iliyojengwa mbele yako. Yerusalemu ilikuwa imezungukwa na minara. Shimei hangeona nje ya Yerusalemu, maana alikuwa amefungiwa Yerusalemu. Shimei hangesikia hamu ya kule nje, maana pale Yerusalemu ndio uhai wake ulikuwepo. Shimei hangefanya kile watu wengine walikuwa wanafanya, ni kwa sababu alifanya makosa ya kumtusi mfalme. Inawezekana kwamba makosa ambayo uliyafanya wewe adhabu yake hata inafaa iwe kifo, lakini kwa sababu ya Yesu asubuhi ya leo unaenda kufunguliwa. Kwa sababu ya Yesu asubuhi ya leo makosa ambayo yalifanyika yanaondolewa, na minyororo na kamba ulizofungwa zinaenda kukatika katika jina la Yesu. Ninajua ya kwamba pengine ni vigumu wakati mwingine kuamini, wakati tunaambiwa ya kwamba amini, ni kwa sababu pengine umeona watu wamefanywa vituko na waganga na wachawi, na unajua ya kwamba wachawi na waganga wana nguvu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo kunaye mmoja aliye na nguvu zaidi ya waganga na wachawi. Kunaye mmoja aliye na nguvu na uwezo zaidi ya watu ambao pengine umekuwa ukiwaona watu wenye nguvu. Naye huyu ni Yesu mwana wa Mungu ambaye tunahubiri habari zake. Nimemwona akiwafungua watu, nimemwona akiwatoa watu kwenye shimo. Daudi anasema ni yeye tu pekee ambaye anatutoa katika shimo, katika mavumbi na kutuketisha na wafalme. Ni Yesu pekee ambaye anaweza kutuinua kutoka katika mavumbi na kutuketisha na wafalme. Na huyu Yesu ndio na kuambia habari zake, na ninajua ya kwamba peke yake tu ndiye anaweza kukutoa mahala pale na kukusimamisha tena mahali ambapo wewe hapana utelezi, maana ni yeye pekee ana nguvu na uwezo. So Shimei akawa ametoka nje ya Yerusalemu na akawa amekiuka sheria za mfalme. Shimei alikufa ni kwa sababu adhabu yake ilikuwa ni akae pale Yerusalemu, na ikawa wameweka miadi na mfalme. Haijalishi mliweka miadi na watu kiasi gani, haijalishi waliotutangulia waliweka miadi gani na wale ambao walikuwepo, sisi tutasonga mbele kulingana na mapenzi ya Mungu. Tutaendesha hata kama watu wa kwetu hawakuendesha, tutajenga magorofa hata kama watu wa kwetu hawakujenga, tutapanuliwa, tutainuliwa hata kama wale ambao walitutangulia hawakuinuliwa. Wewe tutapata visa za kwenda mbali katika jina la Yesu. Wewe ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo, nataka niombe pamoja nawe, nataka uamini pamoja nami ya kwamba hizo limitations zote Bwana Yesu anazikatakata katika jina la Yesu, na unaenda kufunguliwa, na unaenda kuenda mbali, unaenda kupata kazi katika jina la Yesu. Hautahangaika tena, hautayumba tena, because yuko Mungu ambaye anakujua pengine zaidi ya unavyojijua. Yuko Mungu ambaye anaweza kukata kila kamba ambayo inakuzuia kufika mahali ambapo ukikusudia kufika. Kunaye mmoja aliye na nguvu na uwezo zaidi ya vile pengine ambavyo unadhania, naye ni Yesu mwana wa Mungu ambaye tunakuletea habari zake asubuhi ya leo. Hatuna mwingine ambaye tunaweza tukahubiri habari zake isipokuwa huyu Yesu. Nimeona akifanya makuu, nimeona akitenda maajabu, nimeona akibadilishia watu majina, nimeona akibadilishia watu makao, nimeona akitenda mambo ambayo ni zaidi ya fahamu za wanadamu, na wewe lako pia atalifanya. Ni kuamini tu, maana unapoamini naye Yesu anachukua ushukani na anakuinua kutoka kushinda vile ambavyo pengine unakusudia. So asubuhi ya leo Shimei ambaye uko mahali pale unanisikiza, umefungiwa kamba fupi, inawezekana uone lile kamba, lakini unapoangalia maisha yako najua utajua ya kwamba wale ambao mlikuwa nao shuleni, hatua ambazo wamepiga wewe huwezi kupiga. Wale ambao mlizaliwa na wao katika kijiji kimoja, vile vitu ambao wamefanya wewe hujafanya. Wengine hata nyumbani hawajajenga, wengine hata wake hawajaoa, wengine maisha yao ni maisha tu ya hapa na pale, maisha ambayo yana ladha, haina msimamo. Ni kwa sababu ukiangalia maisha yako na uone wale ambao mlizaliwa nao wameinuka kukuliko, jua kuna shida. Unapoangalia wale watu ambao mlisoma nao, mlifanya kwa sawa, wameinuka, wamebadilika,
wewe jua ya kwamba kuna shida mahali. Unapoangalia biashara mlianza na wenzako, yako inashuka chini, wao wanapoendelea kupanda, ni kumaanisha kuna shida. Unapoangalia maisha yako mjini, ukikompea na wale ambao uliowaacha kule nyumbani, unakuta wale wako nyumbani wako sawa kukuliko. Kuna shida mahali. Ndio wewe tunazungumza nawe asubuhi ya leo. Nataka tuamini kwa jina la Yesu ya kwamba hizi kamba zote zinaenda kukatika katika jina la Yesu, na utatoka nje ya Yerusalemu na wewe usikie vile ambavyo wenzako wanasikia. Kama ni ndoa, ninakufungulia ndoa ya heshima. Kama ni biashara, biashara yako iweze kunawiri katika jina la Yesu. Kama ni kazi unayoitafuta, upate kazi ambayo itakuletea masikitiko na mateso. Kama ni lolote ambalo unalitaka, unatafuta visa kwa ajili ya kwenda mbali, naomba tu Mungu kwa jina la Yesu, hizo limitation ambazo za kuzuia kufika mahali ambapo unakusudia kufika, kufanya kile ambacho ungetaka kulifanya, asubuhi ya leo inakatika katika jina la Yesu. Wewe peke yako utaweza kutoa ushuhuda ya vile ambavyo Mungu atafanya kwa maisha yako. Utatoa ushuhuda ya vile ambavyo Mungu anaenda kufanya juu ya kazi yako, maana Mungu ambaye tunamwabudu si Mungu ambaye ni wa mizaha. Ni Mungu ambaye anafanya mambo ambayo imewashinda wengi. Mungu ambaye anafanya mambo ambayo imewalemea watu. Ni Mungu ambaye anafanya mambo ambaye hata tukukusudia, naenda kufanya zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunadhania naweza akafanya, maana ni Mungu ambaye ni mwingi wa rehema na anatuwazia mema kila kuchao. Vile ambavyo umeamka asubuhi ya leo, nataka tuamini pamoja nami ya kwamba kamba zote na minyororo ambazo zimekuzuia kuachieve chochote kwa maisha naenda kukatika katika jina la Yesu. Vile ambavyo umeamka asubuhi ya leo, siku ya leo sio kama jana, because leo umeamka na Yesu. Leo umeamka na neno la ushindi. Leo umeamka na nguvu mpya, maana Yesu yuko pamoja nawe, na hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mbele ya wale ambao wanatembea na Yesu. Hakuna mchawi ambaye anaweza kupinga kile ambacho wale wanatembea na Yesu wanavyosema. Hakuna mtu ambaye anaweza kuinuka kinyume cha wale ambao wako na Yesu, wanaweza wakainuka. Na asubuhi ya leo naomba tu Bwana ya kwamba akaweza kufanya mambo ambayo itafanya maisha yako ibadilike milele. So najua ya kwamba kuna vitu ambavyo umeona katika maisha yenu, kuna vitu ambavyo umengangana kuvifanya, kuna vitu ambavyo wenzako wamengangana kuvifanya, kuna vitu ambavyo, kuna hatua ambazo ungependa kuzipiga katika maisha, lakini kwa sababu ya zile limitation haujapiga lolote, haujapiga hatua yoyote. Lakini kwa sababu ya Mungu asubuhi ya leo mambo yanaenda kufanyika utofauti, maana Yesu amekalia kwenye kiti cha utawala, na anatawala zaidi ya wachawi na waganga, tawala zaidi ya wanaotuonea wivu na wasiotutakia mema. Anatawala Yesu zaidi ya vile ambavyo pengine unakusudia. Anatawala Yesu zaidi ya pengine vile ambavyo umeambiwa habari za Yesu. Asubuhi ya leo nataka uwe mshuhuda. Nataka iwe ni ushuhuda kwako ya kwamba hakika niliposikiza neno, hakika Mungu alikata kamba za limitation, biashara imesimama, mambo yamefanyika sawa. Kama ni ndoa, nimepata ndoa, tena ndoa ya heshima. Kama ni nyumba, nimejenga nyumba, na ni nyumba si ya makuti, ni nyumba nzuri, nyumba ya kupendeza, kumletea Mungu utukufu, tofauti na vile ambavyo walikuwa wanakusudia wachawi na waganga kuona maisha yako yakiwa. So vyeti vyako vitakuwa ya manufaa, kazi yako itakuwa ya manufaa, nyumba yako itasimama visawa katika jina la Yesu. Kila roho ambayo imesimama kinyume nawe, kila roho ambayo imekuwa ikikuzuia kufika mahali ambapo ulikusudia kufika, kila sauti ambayo imekuwa ikizungumza kinyume nawe, kila kitu ambayo imekuwa ikifanya usifanye vile ambavyo ulikusudia kufanya, asubuhi ya leo inakatika katika jina la Yesu. Naomba uinue imani yako pamoja nami asubuhi ya leo napokuombea katika jina la Yesu. Na najua Mungu, kwa sababu ni Mungu, anasikia kilio cha watu wake na anatenda kama Mungu, na utafurahia. Baba, ni asante asubuhi ya leo naweza kuzungumza na mtazamaji wangu kwa ajili Bwana ya kamba ambazo wamefungiwa. Mtakatifu uishie milele. Wanatamani Mfalme kupiga hatua kimaisha, wamesoma kwa bidii, wanataka Bwana wakapate kazi, na tena kazi ya heshima. Asubuhi ya leo Baba, kuna maneno ambayo yalitamkwa kinyume na wanao. Ninakanusha kila neno ambalo lilitamkwa kinyume na watazamaji wangu asubuhi ya leo. Ninakanusha kila tamshi lililotamkwa na walio hai na walio kufa. Bwana, ninakanusha kila matamshi ya kinyume juu ya maisha ya wanao. Ninakata kila kamba kwa jina la Yesu. Ninakata kamba za umasikini, ninakata kamba za kutokuinuka, ninakata kamba Mfalme za kutokupanuka katika jina la Yesu. Wale ambao walizungumza kama wao, lakini unazungumza kama Mungu asubuhi ya leo, na wanao wanaenda kuinuka kibiashara, wanao wanaenda kuinuka katika hali zote, katika nyanja zote. Watajenga majumba katika jina la Yesu, wataendesha magari katika jina la Yesu, watapata visa. Mtakatifu uishie milele. Mambo yao italainika, maana Mungu upo na hakuna mwingine kama wewe. Asante Mtakatifu uishie milele. Asubuhi ya leo Mungu wa neema, wanapoondoka wanao kwenda kwa shughuli mbalimbali, na wakabidhi mikononi pako. Naomba Bwana wakaweze kuona ukuu wako, neno lako likapata nafasi ndani yao na likatende kazi, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa, maana wewe ni Mungu, na ni kwa Yesu tumeomba na hata kuamini. So mtazamaji wangu asubuhi ya leo, najua umebarikiwa,
na najua unaenda kazini ama shughuli na pilika ukiwa mshindi, maana Mungu amekutangulia na kila limitation imekata. Unapotoka ukiwa unajua ya kwamba uko huru na unaweza ukaenda kokote, na kila kitu ambacho unashika katika mikono yako siku ya leo nenda kufaulu. Naitwa mchungaji Samuel Chola, mchunga kanisa la Jesus Gospel Power. Tuko hapo Jericho, na najua tu utazidi kubarikiwa, utazidi kuinuliwa, maana Mungu yuko pamoja nawe. Namba yangu ya simu, wewe ambaye ungetaka kuwa maombi zaidi, ungetaka mashauri, 0707 380 337. Wale wa Airtel ni 07 31 42 33 92. Barikiwe sana, barikiwe. Shalom shalom. Hadi tupatane tena wakati mwingine mahali hapa, katika jina la Yesu. Shalom.